Posa ya Bolingo ndio habari ya mjini. Tuko na Alioso all the way from Congo. Madam mkubwa kabisa ameweza kufanya show kubwa mbele ya Christian Bella Obama, na hii ni kubwa sana kuashiria kwamba muziki wa Bolingo unakubalika. Mimi naitwa Abraham Bilizana kutoka Bongo 5, niko na dada yangu. Hongera sana. Asante sana. Kazi nzuri. Bana, ni mwendo wa Posa ya Bolingo na huyu ni Alioso, mwimbaji mkali kabisa, dada yetu legendary. Kwanza hongera sana kwa show nzuri. Asante sana. Kitu ambacho mimi najivunia kutoka kwako ni the way ambavyo unaipenda sana Tanzania. Kwa nini unaipenda sana Tanzania? Hebu tupe mawazo yako. Nafikiri napenda Tanzania kwa sababu ya mapokezi ambayo napata kila muda nikija Tanzania. Mara ya kwanza kuja Tanzania ilikuwa kitu cha ajabu sana kwangu. Yaani nilijisikia kama nimeenda nyumbani, na kuna namna ambao watu wananikaribia na wananichukulia kama dada yao. Alafu tena hapa Tanzania kuna urahisi sana wa kufanya kazi. Yani vijana wengi wako kwenye music industry, wana bidii, wana hamu. Producers wengi ni wa very young, directors hivyo. Kwa hiyo inakuwa nikiwa hapa, yani naweza kunafanya muziki sana. Kama safari hii tayari nisha record wimbo, tayari nisha shoot video. Ni vitu ambavyo sehemu nyingine duniani zinachukua muda, lakini hapa Tanzania inakuwa chap. Yeah. Tumeona kwa Christian Bella umewahi kuja wiki kadhaa hapa. Yeah. Ulikuja umefanya reso nzuri. Tuambie ukaribu wako na Christian Bella kimuziki ukoje? Ukaribu na Christian Bella ni la kwanza, tuna wimbo ya pamoja. Alafu pia nimepata mwaliko wa kuja kumsupport kwenye hii show. Na mimi chance yote ya kuja Tanzania siwezi kukataa. Kwa hiyo ukaribu wetu ni sana kimuziki, kwa sababu tuna ndoto ambazo zinafanana, naweza nikasema. Na tunapenda aina sawa ya muziki. Kuna labda watu ambao wameweza kumuona Fally Ipupa kwa ukubwa, lakini sisi muda wote tumekuwa tukimuona kwa huo ukubwa hata kabla ya Stade de France. Na kuna wanamuziki wengi wakubwa ambao wanafanya vizuri kutoka Kongo. Kwa hiyo yani kwangu ilikuwa kitu kizuri, lakini haikuwa unexpected. Yani ilikuwa inatarajiwa na kashafanya vizuri hata zaidi before. Okay. Kwa Tanzania ni msanii gani mkali wa kike ambaye unamkubali sana, angalau hata mfanye jambo lolote kwa sasa hivi kwa mwaka huu? Ni upi ambao unamkubali sana? Na wakubali wote wanafanya vizuri. Yeah. Hata kuchagua hata mmoja tu, choose anyone? Siwezi kuchagua kwa sababu simpendi tu mmoja, na wapenda wengi. Napenda sana muziki wa Kiswahili na nafuatilia sana muziki wa Tanzania, sana muziki wa wanawake. Kwa hiyo wako wengi, siwezi kumtaja mmoja. Upande wa wasanii wa kiume kina Diamond Platnumz, Harmonize? Wako pia wengi wazuri. Kuna kama ulivyomtaja Diamond, kuna Alikiba, kuna Christian Bella, kuna J Melody. Wako wengi wasanii wazuri. Muziki wa Tanzania ni mzuri sana. Okay. Tuliona ulivyokuwa unaimba nyimbo yako ya Bolingo, hisia ikawa kubwa sana kwa watu ambao walikuwa wanakutazama hapo. Yeah. Mbona unacheka? Hisia ikawa ni kubwa sana. Yeah. Kwa nini ulifikiria kuimba wimbo ule wa Bolingo? Nafikiri mimi ni mtu ambaye naguswa sana na matatizo ya wanawake. Kwa hiyo wanawake wanapokuwa wako sawa ni kitu ambacho kinanigusa sana. Na nilivyoimba wimbo niliimba historia za wanawake wengi. Mimi mwenyewe nilikuwa mdogo, yale mambo nilikuwa nayaimba sikuwa nayaelewa. Nilikuja kuyaelewa baadaye. Yes. Ulianza kuimba ukiwa na miaka mingapi? Ni udogo wa umri gani? Nimeimba maisha yangu yote, lakini nimeingia studio labda nikiwa na miaka 18. Nashukuru sana. Nashukuru pia, asante.